Sifa na shukrani ziwe kwa Bwana. Tumekwisha kusikia neno linalotonya hapo hapo, na linaweka kioo mbele ya macho yetu ili tuweze kuona kama tumeingizwa katika vita hiyo ya kiroho. Mnajua, mwamini anauliza mwingine, leo uliweza kuwa na vita? Na mwingine anamjibu hapana, ya kwamba mambo yote yalikuwa vizuri. Na mwingine anauliza mwenzake swali, haukuweza kukutanana na adui? Mwingine anajibu hapana. Na hapo sasa mwenzake anamwambia, ni kusema uko unatembea katika safari moja na adui, na inawezekana kwamba ni hivyo, inawezekana ni hivyo, lakini tuliwekwa katika vita ya kiroho. Na kama tumekwisha kufanya sote angalisho, na sasa ninawasomea tena hiyo akose. Unaweza kukata tumaini tunapolinganisha andiko hizi za Biblia. Shahidi mbili tu ili niweze kuonyesha kitu gani nataka kusema. Waefeso sura 2 mstari wa 6. Na alitufufua pamoja naye na kutukalisha pamoja naye katika pahali pa mbingu katika Kristo Yesu. Na hapo unaweza kuwaza kose mbingu iko hapa duniani. Tulichukuliwa katika mahali pa mbingu na tunazungukwa na jua. Tuliweza kusoma tena nini kuhusu mahali pa mbingu ndani ya Efeso sura 6 kwenye mstari wa 12. Tulisoma Waefeso sura 6 mstari wa 12, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, lakini juu ya falme na mamlaka, juu ya watawala wa ulimwengu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika pahali pa mbingu. Tunaweza kusema nini kuhusu hayo? Kwa upande moja, andiko moja inatuambia ya kwamba tulichukuliwa katika mahali pa mbingu katika Kristo, na andiko ingine inatuambia ya kwamba tuliwekwa katikati ya vita ili tupigane na mamlaka, wenye mamlaka wanaotawala katika ulimwengu wa giza, roho mbaya. Na hiyo ndio kitu ambacho tunapaswa kutambua na kuelewa. Mambo yote haiko mazuri, na kama vile Bwana wetu, nasi tuliwezwa kuwekwa katika vita, katika uwanja wa vita, na tunapaswa kuwa makini ili tuweze kupambanua ni wakati gani au namna gani adui anaweza kutushawishi au pia kututawala. Na kama anaweza kufikia kutushawishi au kututawala, inawezekana ya kwamba hatuwezi tena kujiongoza au kujilinda. Inawezekana ya kwamba hatuwezi tena kujilinda. Alama ya kuonyesha ya kwamba mtu ametawaliwa na nguvu za adui inakuwa inaonekana wazi. Mtu huyo tena hawezi kujilinda. Mtu anapoteza msimamo, anapoteza uongozi na hawezi tena kujilinda, kwa sababu kuna nguvu zingine na uwezo zingine zinamshawishi na zinamtawala. Lakini tusiweze kuleta mambo hayo kwa wengine. Kila mtu aweze kujiuliza swali, ni katika kipimo gani Bwana aliweza kufikia kwa yale nayompendeza ndani ya maisha yetu? Tumekwisha kuona hapa ya kwamba Bwana katika huduma yake hapa duniani alikuwa akifukuza mapepo kila siku.
hakukukuwa kugeukia bila mapepo iweze kufukuzwa, kwa maana shetani alikuwa amekwisha kushika kila mwanadamu. Hiyo mambo ya kuweza kufanya tu mambo ya utawa ya kuweza kugeukia haina faida. Inaomba kuwe ufungulivu ya ndani, kuwekwa huru kwa nafsi, ndani ya nafsi, na hiyo iweze kugeuka kuwa mazoezi, iweze kuwa kazi ya Mungu, na sio tu mafundisho ya kugeukia, lakini mazoezi ya kugeukia. Haleluya! Na sio tu ufungulivu kama vile inavyoandikwa au kwa sababu inaandikwa tu, lakini iweze kuwa ni kuwekwa huru ambayo unaweza kuishi, kuweza kufunguliwa na kuachwa na kutoshwa katika mambo yote. Na sisi ndugu ambao tunayopokea maneno kama haya hapa na hapo, sasa tunakutanana na kazi kubwa, na hii usimamizi kubwa ya kuweza kuendelesha kazi ya Bwana, ili tuweze kujiweka kwa upande wa Mungu, ili aweze kusaidia na kuweze kuja na kusaidia mahali ambapo kunapokuwa hitaji. Tushaka isema mara nyingi tena, kuweza ili Mungu atende hapa duniani, alikuwa na hitaji miguu kwa kutembea, alikuwa na hitaji mikono ambayo anaweza kunyoshea watu, anahitaji kinywa ambacho anapaswa kuzungumzia ndani. Mungu anahitaji viungo vilivyo hai ndani ya mwili wake wa Yesu Kristo, ndani ya mwili wa Yesu Kristo, ili aweze kuendelesha huduma yake. Na ndiyo maana Bwana alisema kila wakati bila hata kuacha, kila wakati alipokuwa akituma, iwe wale 12 iwe wale 17 au kuhusu kazi ya kutuma kwa ujumla ndani ya Marko sura 16, kila wakati alikuwa akisema ya kwamba mhubiri Injili, mfukuze mapepo na mponye wagonjwa. Ile ilikuwa siku zote sehemu ya kazi ya kutumwa ambayo Bwana alikuwa akitoa. Mnajua kwamba kuna kwaka mapepo zinazoleta ugonjwa, zinazofanya watu kuwa vipofu, zinazofanya watu kuwa viziwi, na vinaacha watu kuwa mabubu. Lakini Bwana alikuwa akifukuza mapepo, na hapo watu wanazungumza, wanaona na wanaweza kusikiliza pia au kusikia. Kuna andiko ambayo iliweza kunigusa hapa sasa hivi ndani ya Luka sura 13. Pale kuna mwanamke aliyekuwa na pepo ya ulemavu katika miaka 18. Tunaweza kusema ndiyo, akoso tuna huzuni kwa ajili ya mwanamke huyu. Ni kweli haiko katika afya njema, lakini hapa ilikuwa ikisemeka kuhusu roho chafu ya udhaifu au ya ulemavu. Na hapo sasa tuweze kutambua sisi wote, ndio sema ni kweli mwanamke huu hakukuwa kweli katika afya njema. Lakini kama unasoma hapa katika Luka sura 13 mstari 11, nasemeka, na tazama, palikuwa mwanamke mmoja mwenye pepo mchafu ya udhaifu miaka 18, naye akainama sana, hakuweza kujinyanyua hata kidogo. Tunaweza kusoma habari hiyo yote kama mna Biblia mbele yenu au nyumbani kwenu. Na Bwana alimhurumia na akatoa maelezo hapa kwenye mstari wa 16. Mstari wa 16, Luka sura 13. Na mwanamke huyu aliye binti ya Abrahamu, aliyefungwa na shetani miaka hii 18, haikupasa afunguliwe kwa kifungo hiki siku ya Sabato? Amina. Ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni roho au pepo ya udhaifu au ya ulemavu. Lakini yeye alikuwa ni msichana wa
wa Abrahamu, lakini shetani ndiye alikuwa amemfunga katika miaka 18. Na Bwana anasema mstari 16, na mwanamke huyu aliye binti ya Abrahamu, aliyefungwa na shetani miaka hii 18, haikupasa afunguliwe kwa kifungo hiki siku ya Sabato? Pale pale wakaanza kumuzihaki kwa sababu alikuwa ameponya mwanamke hule. Akose tusome mstari wa 12 na 13. Mstari wa 12, na wakati Yesu alipomona akamwita akamwambia, mwanamke, umefunguliwa kwa udhaifu wako. Ni neno gani ajabu hapa? Mwanamke, umefunguliwa toka udhaifu wako. Vizuri. Sasa wewe udhaifu wako uko wapi? Na udhaifu wangu uko wapi? Uko wapi? Unachechemea wapi? Ni mimi nachechemea wapi? Unafungwa wapi? Na mimi nafungwa wapi? Leo Bwana anakwambia, mwanamume, mwanamke, iwe mtu yoyote, leo umefunguliwa na kupona kutoka udhaifu wako. Na hiyo ndiyo Bwana anatuambia leo. Leo anatuambia kwa namna kila mtu binafsi. Nasi tunahitaji sasa kuamini. Amina. Tunahitaji kuiamini. Mwanamke, umefunguliwa kwa udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu, mara moja akanyoka, akakwenda akatukuza Mungu, au akakwenda zake. Na hapo watu wakakasirika. Na Bwana akawaambia yote ambayo ingepashwa kufuata. Katika sehemu ya pili ya mstari 15 inasemeka, akawaambia, mstari 15, ninyi wadanganyifu, kila mmoja wenu siku ya Sabato hafungui ngombe yake au punda yake toka pahali pake pa kumpeleka kukunywisha. Lakini wao Wafarisayo walikuwa pale wakishughulikia tu na punda zao na mangombe zao, lakini walikuwa wahusike na watu, kwa sababu walikuwa hawajua ni mapenzi ya Mungu ilikuwa ni nini. Yote ilikuwa pale wakipasha kuifanya, lakini pia yale ambayo pasha kufanya hata siku ya Sabato. Walikuwa wakijua yale ambayo pasha kufanya siku ya Sabato hata pia kwa punda zao, lakini walikuwa hawajui ni kitu gani ambacho Mungu alikuwa ametayarisha kwa ajili ya wanadamu. Wakakasirika. Lakini sasa kulingana na neno la kuanzisha, aliweza kukutanana na kazi hiyo, nasi tunapaswa kukubalishwa na hiyo sisi wenyewe, au tuweze kukubali sisi wenyewe. Tusiweze kushidanganya, lakini tuweze kushipima na kusema, Bwana, ni mahali gani ndani ya maisha yangu, mahali gani ambapo shetani anaweza kuweka mamlaka yake juu yangu, ili tuweze kufunguliwa. Kwa maana mwanamke huyo alifanya mazoezi ya hiyo. Yanayonigusa hapa ni kwa sababu Mwokozi alisema ya kwamba binti au mwanamke huyu ni binti ya Abrahamu. Amina. Hiyo inamaanisha ya kwamba alikuwa amekwisha kuchangaliwa na Mungu kama vile Abrahamu, na kwamba alikuwa amekwisha kutayarishwa ili aweze kupata sehemu katika ahadi. Amina. Ni kweli miaka 18 ilikuwa mingi sana, lakini hiyo miaka 18 ikasimama wakati na saha ambayo alipokutanana na Bwana Yesu. Na hiyo kitu hakikuendelea tena. Hakuna hata siku moja ya zaidi ya hiyo. Hiyo miaka 18 ilikuwa imemalizika, siku na saha na saa hiyo muda huo muda alipokutana na Yesu. Na iko hivyo kwa ajili yetu. Kitu kinapashwa kusimama wakati mtu anapokutanana na Bwana. Na hiyo ndio tunatarajia sote, ni kwamba tuweze kufikia Bwana
Na kama tunaweza kufanya kama vile hawa wanaume waine walipoweza kufungua mabati juu ya nyumba ili waweze kushusha rafiki yao kubaki kwa Bwana, ili aweze kutamka tu neno na mtu huyo akasaidiwa. Ndani ya Luka sura 18 na 19 pia tunapata hiyo maelezo ya watu hao wawili ambayo Bwana aliyosaidia. Kwenye sura 18 Luka mstari wa 14 nasema, Yesu akasimama akaamuru wamulete mbele yake. Naye alipokuja karibu, Yesu akamuuliza, mstari wa 41, akisema, unataka nikufanyie nini? Akasema, Bwana, nipate kuona. Naye Yesu akamwambia, upate kuona, imani yako imekuponyesha. 43, mara moja alipata kuona, akamfuata akitukuza Mungu. Watu wote walipoona wakasifu Mungu pia. Amina. Mtu alishika hiyo bahati au heri na ambayo Mungu alikuwa amempatia. Mnajua kwamba Bwana angeliweza kupita pale, nasi tunapaswa kushika hiyo heri ndani ya makusanyiko, kwa maana Mungu hajifurahishe tu kuweza kutupatia tu zawadi, lakini Mungu anashika neno lake, anatunyoshia mkono, anatuokoa, anataka atuokoe na anataka atuponyeshe, anataka ili atuweke huru, anataka afanye tena yale aliyofanya wakati wa zamani, wakati wote tunapoweza kukutana naye, wakati tunapokusanyika katika jina lake, na wakati tunaposikia neno lake katika imani, na tunapoweza tumainia ya kwamba ataweza kutupatia na kuitimiza ndani yetu. Yesu akasikia kilio. Yeye ni yule leo, naye anapaswa kusikia kilio cha nafsi yako na cha nafsi yangu. Mungu hakukufa, Mungu haiko kiziwi, lakini yeye iko hai, na anasema, mimi niliyeumba kinywa, nami sitaweza kuzungumza? Sitaweza kusikia kwa sauti? Au sitaweza kusikia sauti? Mungu anasikia. Mungu anataka asikie. Mungu anataka ajibu, na sio tu kwa maneno tu, lakini neno, ndani ya neno muna ahadi, naye anajibu sasa kwa matendo. Hajirudi yake tu maswali au maneno, lakini anajibu na kutoa jibu. Mstari wa 14 Luka 18, Yesu akasimama akaamuru wamulete mbele yake. Naye alipokuja karibu, Yesu akamwambia akisema, unataka nikufanyie nini? Hasa leo tunaweza kuuliza, kama tunaweza kuulizwa swali ya hiyo leo, tunaweza kusema nini? Hitaji yetu inaweza kuwa namna gani? Unaweza kuambia nini Bwana leo? Unataka uweze kumwambia nini leo? Tumekusanyika leo hapa kwa ajili ya maombi, na ombi inamaanisha ni kuzungumzia Mungu au kuzungumza na Mungu. Kuhubiri inamaanisha kwamba Mungu anatuzungumzia, na maombi sasa inamaanisha kwamba sisi tunazungumza na Mungu. Unataka nikufanyizie nini? Unataka nini kwangu? Alikuwa akijua kwamba mtu huyo alikuwa katika hali mbaya, lakini yeye alikuwa akitaka amsikie kutoka kinywa chake. Yale tunayoamini kwa moyo wetu tunapashwa kuikiri kwa kinywa chetu, na hapo sasa tutaipewa. Mstari wa 41 akasema, ninataka Bwana, nipate kuona. Amina. Na hapo sasa hakuwa mazungumzo mengi, hakuna maongezi mengi, lakini ilikuwa ni kupata kuona. Ni kitu gani kicho ndani ya maisha yako? Ni kitu gani ambacho hakidei vizuri ndani ya maisha yako? Mstari wa 42 Yesu akamwambia, upate kuona. Na aliamini, yote yakafanyika. Na Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele na milele. Nawaambia leo, kama tunaweza kuamini, nasi tutaweza kuona utukufu wa Mungu.
Kwa sababu gani nasi hatuwezi kuanza kuamini kutoka kilindi cha moyo, kama vile Biblia inasema ya kwamba Bwana iko katikati yetu kulingana na neno lake au ahadi yake. Sasa kwa sababu gani iko katikati yetu? Ili aweze kutazama namna gani tunashusha mioyo au mikono, au tunaonyesha uso yetu, lakini au iko hapa ili aweze kuonyesha kupitia imani na kushuhudia neno ambayo tumekwisha kusikia, ili tuweze kugeuka kuwa washuhuda walio hai wa yale ambayo anayofanya katika siku hizi na kufanya mapenzi yake. Bwana alitamka maneno haya kwamba upate kuona, na akasema ya kwamba imani yako imekuponya. Amina. Na hapo hapo akapata kuona na akafuata Bwana. Wakati Bwana anapotusaidia, na hapo tunamfuata. Kila mtu ambaye aliyeweza kutanana na Bwana anajua ni kitu gani ambacho Bwana aliyemfanyizia, na hapo sasa anaanza kufuata Bwana, anatembea pamoja na Bwana, anamfuata. Nasema kwenye mstari makumi ine na tatu, mara moja alipata kuona akamfuata akitukuza Mungu. Mtu ambaye Mungu anashitukuza ndani yake hawezi tena kuzuizwa, atatukuza mweza yote. Na taifa liliokuwa pale waliweza kuishi mambo hayo, nao wakaweza kushukuru Bwana. Na jioni hii sasa, kama Bwana anaweza kufanya kitu fulani ndani ya maisha ya mtu fulani katikati yetu, na sio tu yule mtu anayehusika, lakini sisi sote tutaweza kujiunga na mtu huyo, na tunapaswa kungoja ili Mungu aweze kutimiza mambo fulani, na pia yale nayohusu pia kurudishiwa ya ujao. Tunakose mashaka ya kuweza kutumainia Bwana kwa ujao, na Bwana anakuwa katika kasirani kidogo kwa sababu yetu, kwa sababu hatumutumaini yake kwa ujao. Akose niweza kuzungumza mimi mwenyewe au kuhusu mimi, kwa sababu akose inaweza kuwa tofauti na ninyi. Lakini hapa katika Luka sura 19 tunapata habari ya zamani ya Zakayo. Nani ambaye hakuweza kusikia hiyo? Kila mtu anaijua tangu utoto wake. Na yale yanayotugusa hapa ni kwamba Bwana aliona mtu akamwita, akasema, shuka upesi, kwa maana inaomba leo nikae katika nyumba yako. Na sio tu kwamba nataka, lakini inaomba, napashwa. Na sio tu nataka, lakini leo napashwa. Ilikuwa ni shurti hapa. Na leo sasa, na wewe ni siku yako. Leo Zakayo ni siku yako leo ni siku yako. Ni siku yesaha yako. Sitaki leo nikuweza kubaki hapa, lakini leo napasha kuwa kwako. Leo napasha kukaa kwako. Inasema kwenye mstari wa 6, akashuka upesi akampokea kwa furaha. Amina. Kwenye mstari wa 7, watu wote walipoona, wote walinungunika, wakasema, ameingia kwa mtu mwenye dhambi. Mambo haijabadilika leo sana, lakini si kwa Mungu, au pia mambo hakugeuka kwa watu na hata kwa Mungu. Bwana anakujaka na anaingia mahali anataka kuingia. Anaita wale ambao mpasha kuita, wavulana na wasichana wote wa Abrahamu, wale wote waliotayarishwa ili waweze kuona utukufu wa Mungu, anawaita. Na wale wanasikia mwito wake na kumfuata, na wengine wote wanakuwa na hukumu zao ndani ya mioyo yao, na wanasema kama vile nasemeka hapa, na wale wote waliomwona. Ni kweli wote hawakuweza kumwona, lakini inasema kwamba wale wote waliomwona wakanungunika kwa sauti kubwa.
Wengi wanaweza kuifanya kwa sauti kidogo au kwa chini chini, lakini hapa inasemeka kwamba wakanungunika kwa sauti kubwa, wakasema ameingia kwa mwenye zambi. Hakuna mtu aliyekuwa katika afya njema, hakuna mtu aliye katika afya njema anayehitaji munganga, lakini lakini walio wagonjwa, walioregea, waliochoka, wale ndio walikuwa kijia. Mstari wa 7, wakati walipomona wakanungunika kwa sauti kubwa, wakasema kwamba ameingia kwa mwenye zambi. Wanamhukumu wale walioweza kuingia pale, wakisema kumonya, lakini anataka yeye aingie mahali kwenye anataka kuleta wokovu, mahali kwenye anataka leta ufungulivu, mahali kwenye anataka kutoa mizigo, mahali kwenye anataka leta salama. Ni hapo pale ndio anataka kuweza kuingia. Leo tena, jioni hii tena, saa yako na saa yangu inaweza kuwa imegonga leo. Ninataka niweze kuingia nyumbani kwako. Mara nyingi Mungu anakuwa na njia zilizo ngeni pamoja na sisi, na mara nyingi tunapaswa kushuka mahali fulani, lakini tunapaswa kuacha Bwana aweze kuingia katika nyumba yetu, ndani ya maisha yetu, na wakati anapoingia kuna kitu fulani kinachofanyika. Amina. Na mnajua ndiyo maelezo kwenye mstari wa 9, mstari wa 9, Luka 19. Yesu akamwambia, leo wokovu umeingia nyumbani hii, au umeingia nyumba hii, kwani yeye ni mwana wa Abrahamu vile vile. Amina, haleluya. Tazama hiyo kitu sasa. Mwanamke alikuwa ni msichana wa Abrahamu, mwanaume naye akawa mwana wa Abrahamu, na wote walikuwa wavulana wasichana wa Mungu. Na Bwana alikuja ili aweze kuita wale ambao aliojua tangu zamani, alioweza kuona kama vile Abrahamu, na walioweza kuamini kwa uaminifu yale yote aliyokuwa amesema, na walio tayari ili waweze kwenda bila hata kutambua mahali wanapokwenda. Naamini ya kwamba Bwana alimwambia Abrahamu ni ya kwamba wende mahali nitakuwapo kuonyesha. Mwanzo 22 mstari wa 2. Zabibu ilikuwa pale, lakini alikuwa akienda huku na alikuwa akienda pale, na alisafiri katika siku 3, lakini alikuwa hajui mahali gani alikuwa kwenda. Lakini hiyo mwongozo ilipaswa kuwa ya kweli, hata kama hatuoni hapo mahali tunapokwenda au lengo ya mwisho mbele yetu, lakini mwongozo hiyo inapaswa kuwa ya kweli. Na wakati tunapokutanana na Yesu, na hapo sasa tunaongozwa kwa namna ya kiungu, na hapo sasa uongozi inakuwa ya kweli, kwa maana ni mwongozo wa Mungu au uongozi wa Mungu. Ndiyo kitu hicho katika mstari wa 9 ni hii ya kwamba leo wokovu umeingia nyumba hii, kwani yeye ni mwana wa Abrahamu vile vile. Mstari wa 10, maana mwana wa mtu alikuja kutafuta na kuokoa yule aliyepotea. Tunapaswa kuwa waziwazi. Wavulana wa Mungu na wasichana wa Mungu wote nao waliweza kuingia katika shimo ya ndani ya chini sana, katika uanguko ya zamani, lakini ukombozi ambao Mungu aliotupatia kupitia Kristo inahusu sasa ya kwamba aliweza kutuhurumia na akatukubali, na katika hiyo ndimo muna neema ambayo sote tuweza kusoma ndani ya Waefeso kwenye sura 2. Ni kwa neema ndiyo mliweza kuokolewa, wao mmeokolewa kwa neema. Damu ilimwangika ili makosa yetu yaweze kusamehewa na kutoshwa, lakini wokovu ni neema safi ya Mungu. Inasemeka hapa kwenye mstari wa 5 wa Efeso sura 2, mukikwisha kufufuka pamoja na Kristo mumeokolewa kwa neema. Neema ni nini? Ndiyo, Mungu anatugeukia
bila sisi kuweza kustahili au kuwa tunastahili hiyo. Abrahamu alikuwa nani? Huko ngambo ya pili ya mto Efrati alikuwa akitumikia miungu pamoja na taifa lake, lakini hapo hapo Mungu akamfanyia neema. Musa alikuwa nani ambaye Bwana alikuwa ameambia, ninafanyizia neema yule naye mfanyizia neema. Mtu ambaye aliyekuwa ndani ya sheria na ambaye aliyekuwa akisikia naye ugumu wa sheria, na hapo hapo akaambiwa kwamba ninamfanyizia rehema yule ninamfanyizia rehema, na ninamfanyizia neema yule ambaye ninamfanyizia neema. Ni kwa neema ndimo mumeokolewa kwa neema. Amina. Neema si kitu ambacho unastahili au hatustahili kwa ajili ya hiyo, lakini nasema kwa mstari wa 8 wa Efeso 2, kwa maana mumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, wala neno hili halikutoka kwenu, alitoka ndani yenu wenyewe, ni zawadi ya Mungu. Kweli naweza kusema kwa namna iliyo tofauti na hiyo. Nani anaweza kujisifu kwa sababu aliweza kuokolewa? Na yule anayetaka kujisifu aweze kujisifu kwa ajili ya Bwana na ajisifu kwa ajili ya neema ambayo aliweza kupewa. Amina. Alipotupatia ukombozi ndani ya Kristo, Mungu aliweza kutupatia pia wokovu kama vile kipaji cha neema, kipaji cha neema cha Mungu wetu. Imani iliamsha hiyo mambo, kama vile Abrahamu alivyofuata Mungu. Kila mtu aliyetoka katika uzao wa kiungu naye anapasha kuamini Mungu, na hapo hapo katika hiyo agano ambayo Mungu aliyofanya pamoja nasi hapo Golgotha, na hapo hapo ndipo inaanza wakati Bwana wetu aliposema, hii ni damu yangu, damu ya agano langu. Mungu aliweka agano, alipasua barua ya kutustaki ambayo ilikuwa imekwisha kuandikwa ikiwa chini ya agano la zamani na ambayo iliyokuwa ikipingana na sisi, akatusamehe, akatufanyia rehema. Wa Efeso 2:8, kwa neema mmeokolewa, kwa maana mmeokolewa kwa neema na kwa njia ya imani. Hiyo ni kipaji cha Mungu na hiyo ni kwa neema, na kwa ajili ya hiyo tunataka tuweze kushukuru Bwana wetu siku zote milele na milele. Inasema hapa kwenye mstari wa 9 wa Efeso 2, si kwa matendo, asiwe mtu atakayeweza kujisifu, maana sisi ni kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu ili tutende matendo mema Mungu aliyotengeneza mbele ili tutembee ndani yake. Pia hata kazi au matendo ambayo tunayoona au tunayosikia, sio sisi ambayo tunaweza kuitimiza sisi, lakini Mungu ashaka itimiza mbele na kuitarisha kwa ajili yetu, ili kusiwe mtu anayeweza kusema tazama yale ambayo nilifanya. Hapana, haiwezekani. Kama umefanya hivyo, ni basi ni kusema ni Mungu ambaye aliyeweza kuionyesha mbele yako, ili uweze kuionyesha tu na kuitimiza. Na iko hivyo hivyo kwa ajili ya kila mtu, ili kusiwe mtu anaweza kujisifu. Kumalize na shahidi hii ya ajabu ambayo tuweza kusomewa mbele, wa Efeso 2:4, lakini Mungu akiwa mwenye rehema nyingi, kwa mapendo yake makubwa aliyotupenda sisi, mstari wa 5, hata wakati tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alitupatiza uzima pamoja na Kristo. Mumeokolewa kwa neema. Amina. Tunaweza leo kusifu neema hiyo ya Mungu kama iliweza kweli kweli kuonekana na kufunuliwa kweli ndani yetu, na hakuna mtu ambaye anayeweza kunyamaza. Lakini kama vile tulivyosoma pia ndani ya Luka 18, watu ambao Bwana aliyoweza kujitukuza kwao
watu hao waliweza kumsifu, na wengine wote nao wakaungana kwa sifa hiyo kwa wale ambao Mungu aliyokuwa amejitukuza ndani. Haleluya! Leo tunataka tuweze kufanya hivyo. Kama Bwana alifanya mambo makubwa ndani yako, mumusifu, nasi tutaweza kusifu Bwana pamoja na wengine. Na hapo sasa tutaweza kusifu Bwana kama vile inavyostahili. Bwana aweze kusifiwa na kutukuzwa. Amina. Fanya neema Bwana, ili kila mtu wetu aweze kujisikia yeye mwenyewe kuwa amehusika na kuonywa, na aweze kujiona na kushikuta kwa nafasi ya mwanamke ule na mwanaume ule, na ili tuweze kuona, tuweze kusikiliza, tuweze kuishi na kuona yale unayo na uwezo ya kuweza kutenda, ukovu wako, neema yako na yote iliyo sehemu ya hiyo. Bwana mpendwa, tusiwe tu watu wa kutazama tu yale walioweza kufanya kwa ajili ya wengine, lakini nasi pia tuweze kushuhudia kwa shukurani ya kwamba ulifanya mambo makubwa ndani yetu. Bwana mpendwa, ndani yetu upendo wa kwanza umekauka. Tazama, mambo haiko tena ya mzuri kama vile ilivyokuwa mbele, na haituguse tena kama vile mbele. Bwana, tunakuomba ili uweze kuwasha tena moto, uweze kutupatia tena hiyo upendo wa kwanza, utupatie silaha zilizo za lazima. O Bwana mpendwa, tunakushukuru kwa ajili ya jioni hii. Tunakuomba uwe na njia yako pamoja na sisi kwa neema, katika jina la Yesu Kristo. Amina, amina.